Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku 3. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku 1, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Sema amina kwenye neno la Bwana. Leo tunaangalia habari za mtu mmoja anaitwa Yona. Huyu Yona ni nani? Ni mtu mmoja aliyewahi kuishi katika ulimwengu huu. Yeye ni mtu ambaye alifanikiwa kulelewa na mzazi mmoja. Manake yeye wakati amezaliwa na bado yuko mdogo, baba yake alifariki, akabaki na mama yake. Kwa hiyo mama yake ndiye aliyemtunza, na huyu mama aliishi eneo moja lililokuwa linaitwa Sarepta. Siku moja katika maisha ya huyu mama, Mungu akatenda jambo, Mungu akatenda kitu. Huyu mama wa Sarepta akakutana na mtu mmoja anaitwa Elia, katika wakati ambao taifa lao lilikuwa limepata shida ya njaa, wakati ambao taabu imeongezeka. Alipokutana na yule nabii anayekuwa anaitwa Elia, huyu mama akakutana kama vile jaribu kwenye maisha yake. Elia akamwambia, nitengenezee kidogo nile, alafu wewe utengeneze ule na mwanao. Yule mama alikuwa hana chakula kipindi hicho. Huyu ndiye mama ambaye aliyemzaa mtu mmoja anaitwa Yona, na yule mtoto wa huyo mama ndiye ambaye ni Yona. Tunaangalia habari zake jioni ya leo. Sema amen. Huyu Yona akakuwa katika malezi ya kumjua Mungu, akakuwa katika malezi ya kumwelewa Mungu. Siku moja kisha kuwa mkubwa, Mungu akamwagiza nenda Ninawi. Mungu akamwagiza nenda Ninawi. Kwa nini Mungu anamtuma Ninawi? Anamtuma Ninawi kwa sababu mji wa Ninawi ulikuwa ni mji mkubwa, ulikuwa mji mkuu wa taifa moja lililokuwa linajulikana kwa jina la Ashuru. Lilikuwa ni mji ambao umejaa dhambi, ulikuwa ni mji ambao umejaa mateso kwa watu ambao walikuwa wanahubiri Injili. Na sasa wakati Mungu anamwambia Yona, nenda Ninawi, Yona akakumbuka mateso wanaotesa watu wa Mungu kule Ninawi. Yona akakataa, akasema siwezi kwenda Ninawi. Akataka kimbilia Tarshishi, maana mji wa Ninawi walikuwa wanamwabudu Mungu ambaye alikuwa anaitwa Nyangumi. Sasa kwa sababu ulikuwa ni mji wa miungu, Mungu ni mtenda miujiza. Yeye ana njia nyingi za kuokoa, yeye ana njia elfu za kuokoa. Akatengeneza njia ili Yona akapeleke habari njema, akatengeneza njia ili Yona kubali kuipeleka habari njema. Yona wakati yupo kwenye njia anakimbilia kule Tarshishi, Mungu akataka kuambia watu wa Ninawi, mimi ni Mungu niliye juu ya miungu yote. Mimi ni Mungu niliye juu ya miungu yote. Mimi ni Mungu niliye juu ya miungu yote. Akamkamata samaki aina ya nyangumi, yule ambaye Ninawi walimwabudu kama Mungu wao. Akawa njia ya Mungu Ninawi ifikiwe na Injili. Akawa njia ya Mungu Ninawi ifikiwe na Injili. Akammeza Yona. Siku ya 3 nyangumi akaenda akamtema Yona. Na wakati nyangumi alipokuwa anamtema Yona, watu wa Ninawi waliona. Walipoona wakajua ni Mungu wao ametuma mtu kuokoa. Lakini sivyo ilivyokuwa. Ni Mungu wa mbinguni aliwaambia nyangumi sio nyangumi ni samaki, nyangumi ni kiumbe changu. Nina uwezo wa kukiagiza kufanya chochote ninachotaka. Nimekitumia sasa kuwaonyesha ya kwamba Mwokozi ni mmoja, Mwokozi ni mmoja, na jina lake anaitwa Yesu, na jina lake anaitwa Yesu. Ndio maana jioni ya leo niko hapa kukwambia ya kwamba yakimbie mateso kwa kutubu, yakimbie mateso kwa kutubu, yakimbie mateso kwa kutubu. Maana Mungu hajawahi kunyamaza,
asihukumu dhambi. Mungu sina siku ameandaa ambayo atakaa kwenye kiti cha hukumu, ataihukumu dhambi, na wote wanaoishi katika maisha hayo watakwenda kwenye mateso. Sasa kabla Mungu hajaleta mateso, ana tabia ya kuonyesha huruma yake, ana tabia ya kulifunua pendo lake. Kabla hajaipiga Ninawi, akapeleka injili kwanza. Anawaambia baada ya siku 40 wao mji mkubwa wenye watu zaidi ya 120 wataangamia. Huruma ya Mungu ni kubwa. Yeye akampeleka Yona awajulishe maangamizo yanakuja, maangamizo yanakuja. Lakini kwa sababu ule mji, Mungu ni mwenye huruma, anawapenda wenye dhambi, anataka wawe wake, anataka wamwabudu. Akalipeleka neno lake la uzima. Haleluya, 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 haleluya. Akampeleka Yona, waambie watu wa Ninawi, baada ya siku 40 nitaupiga mji huu kwa mateso, nitauangamiza. Biblia inasema watu wa Ninawi waliposikia ya injili, waliposikia yale mahubiri, walishusha mioyo yao, wakakubali kutubu ili wasifike kwenye mateso. Ndio maana jioni ya leo nikakukwambia ya kwamba ikiwa utakubali kubaki kwenye dhambi, hukumu ya Mungu inatisha, na yeye anasema hakuna awezaye kusimama mbele ya ghadhabu yake. Heri wale wanaomcha sasa, heri wewe utakayetubu leo, heri wewe utakayetubu leo. Usalama upo kwa wale wanaotubu, usalama upo kwa wale wanaokubali, usalama upo kwa wale watakaopokea Yesu leo, usalama upo kwa wewe ambaye uko ndani ya Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu anatupenda sana, Yesu anatupenda sana, Yesu anatupenda sana. Hizi ni siku za hatari, hizi ni siku za mwisho, hizi ni siku tuko karibu kuendea hukumu ya Mungu, kuendea ghadhabu ya Mungu. Wale wanaotubu watakuwa wameyakimbia mateso, wale wanaotubu watakuwa wameukimbia moto wa jehanamu. Ninajua wewe leo utaondoka na Yesu, yeye aliye usalama wako, yeye aliye usalama wako, yeye aliye usalama wako. Yeye ni Mwokozi, yeye anaokoa, yeye anaponya, yeye anaweka huru. Alisalimisha Ninawi, atayaponya maisha yako. Alisalimisha Ninawi, ataponya hatima yako. Alisalimisha maisha ya watu wa Ninawi. Yuko tayari leo kukubadilisha wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakimbie mateso, yakimbie mateso, yakimbie mateso. Hili ndilo neno la Bwana kwako jioni ya leo, ya kwamba taabu ipo kwa wale wasiokubali injili, ya kwamba taabu ipo kwa wale wanaodumu katika maisha ya dhambi. Lakini Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye huruma amekukumbuka mtu mahali hapa, amekukumbuka mtu mahali hapa. Anatamani uwe salama, anatamani uwe salama, anatamani uwe salama, anatamani uwe salama. Ndio maana alijitoa maisha yake ili upate kuokolewa. Haleluya, haleluya, haleluya. Chukua hatua leo, chukua uamuzi leo, tubu kwa dhambi zako zote, ili Mungu akuandalie mahali salama kwa ajili yako. Siku moja Yesu aliwahi kueleza habari za toba. Yesu aliwahi kueleza habari na umuhimu wa watu kutubu. Akasema walikuwepo watu wawili, mmoja alikuwa maskini, lakini pamoja na umaskini wake alimheshimu Mungu, na mmoja alikuwa ni tajiri. Kwa ajili ya utajiri wake yeye alijali anasa, alijali maisha ya dunia,
hakupata kutubu. Siku moja watu walipokuwa wamekufa wakakutana ng'ambo ya pili, yule tajiri akagundua umuhimu wa kutubu akiwa bado yuko hai. Aliomba msaada akiwa amekufa, lakini haikuwezekana. Akaomba akasema, basi watume watu duniani waende wakawaambie ndugu zangu ili wapate kutubu, wasije kwenye mateso. Ndio maana jioni ya leo nimekwambia yakimbie mateso kwa kutubu, yakimbie mateso kwa kutubu, yakimbie mateso kwa kuchukua uamuzi wa kutubu leo. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Yesu bado anakupenda. Chukua uamuzi leo, chukua uamuzi leo. Mateso hayakimbiwi baada ya mtu kufa. Unayakimbia ukiwa bado uko hai, unayakimbia ukiwa bado una uamuzi, unayakimbia ukiwa bado una uwezo wa kufanya uchaguzi ya kwamba uende mbinguni au uende jehanamu. Naomba usogee katikati ya viwanja hivi sasa.